Na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limesema limeshtushwa na taarifa zinazolituhumu JWTZ kuhusu unyanyasaji wa kijinsia unaodaiwa kufanywa na askari wa jeshi hilo kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, afisa habari wa jeshi hilo Meja James Machela amesema askari wa JWTZ chini ya Umoja wa Mataifa MONUSCO wamekuwa wakitekeleza majukumu ya ulinzi wa amani nchini Kongo takriban kwa miaka 3 sasa bila kuwepo kwa tuhuma zozote kama hizo. Aidha, amesisitiza JWTZ inatekeleza majukumu yake katika nchi mbalimbali duniani kama vile Liberia, visiwa vya Komoro, Lebanon, Sudan, katika jimbo la Darfur, Msumbiji na sehemu nyingine nyingi. Kufuatia tuhuma hizo, msemaji huyo wa JWTZ amesema kwa kushirikiana na Umoja wa Mataifa wanafanya uchunguzi wa kina ili kujiridhisha kuhusu ukweli wa jambo hilo, ambapo amesisitiza jeshi halitasita kuchukua hatua kali za kinidhamu dhidi ya askari watakaobainika kufanya vitendo hivyo. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limeshtushwa na kusikitishwa kwa taarifa zinazolituhumu kuhusu unyanyasaji wa kijinsia unaodaiwa kufanywa na wanajeshi wetu kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi letu chini ya Umoja wa Mataifa limekuwa likitekeleza majukumu ya ulinzi wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo takriban miaka 3 sasa. Katika muda ambao jeshi letu limekuwa nchini Kongo, hapakuwepo na tuhuma kama hizo. Aidha, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limetekeleza na limeendelea kutekeleza majukumu kama hayo katika nchi mbalimbali duniani, kama vile limeweza kutekeleza majukumu hayo nchini Msumbiji, Liberia, visiwa vya Komoro kule Anjouan, na sasa linatekeleza majukumu hayo Lebanon, Sudani na sehemu nyingine nyingi kama hizo. Hivi karibuni kumezuka tuhuma nchini Kongo kuhusu askari wa JWTZ kwa kuwanyanyasa kijinsia wananchi wa Kongo, taarifa ambazo jeshi hilo limesema haliwezi kuzipuuzia, hivyo limeanza uchunguzi wa tuhuma hizo. Upendo Msuya, Channel 10, Dar es Salaam.